Zungumza mengi ya kimichezo, tuko hapa na Mikoa Kisugu. Mambo vipi? Mambo mazuri Salome. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tumeamka salama. Tuko katika tarehe 31 nafikiri leo. Tunaelekea katika kupindua mwaka, kwa maana kutoka katika 25 kwenda katika 26. Imebakia siku masaa machache, lakini yamekuwa mengi sana. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa sababu ndio kila kitu, aweze kutufikisha ili kuona namna ambavyo mwaka unageuka nako tunafika salama tukiwa na afya njema, kwa sababu naamini siku zote na nitaendelea kusema kuna watu wanakereka, lakini huu ndio ukweli. Moja sifa zinazostahili kupewa Mwenyezi Mungu kwa mapenzi makubwa kutuamsha nasi salama tukiwa na afya njema. Wako watu kama sisi saizi wanahitaji kukutana katika maeneo kama haya kuzungumza, wana nafasi kubwa na uwezo mkubwa, lakini Mungu anawaambia la khasha, nyi wakati wenu bado. Wako watu saizi ukiwaambia bilioni 1 ya kwako, tembea sekunde 2 ukaichukue wewe mali yako kaenda kuishi vizuri, wanashindwa. Lakini Mungu kwa mapenzi yake, bila kumwandikia barua, kwa mapenzi yake juu ya Kisugu na watu wengine, tumeamka salama, basi tuseme alhamdulillah. Tarehe 31 tunaelekea mwezi wa kwanza ambapo dirisha dogo la usajili linaenda kufunguliwa rasmi, lakini tumeanza kushuhudia maboresho mbalimbali kwenye kikosi. Kwanza tuanze na hapa. Tayari kocha mkuu Steven Back ameshatua na tayari ameanza mazoezi na kikosi cha Simba. Ni jambo jema, ni jambo linaleta faraja kwa Simba kuona namna ambavyo technical bench limeanza kazi yake, na watu wa mpira tunapata faraja zaidi kuona namna ambavyo amekuja na timu yake ambayo iliyokamilika. Nikisema timu, maana yake kwamba technical bench lina timu pia. Kuna timu ya wachezaji na kuna timu ya technical bench. Na dalili njema zinaonekana mapema. Siku zote ukiona kwenye timu mwalimu anaajiriwa, anakuja yeye na begi lake, kushoto kuna rafiki yake anakuja naye, amini hapa hakuna kitu. Lakini ukimwona mwalimu anakuja na timu iliyokamilika ambayo inakubaliana na system ya football namna ambavyo ilivyo, basi watu wa mpira wanapata faraja. Leo ukizungumzia mwalimu Beka, Steve Beka kutua Simba Sports, mimi kuna kamtego nilikeka katega. Ukiachilia ubora na CV zake alikotokea, lakini nilikuwa naamini kwamba Simba anakujaje. Na ndio maana nimekuwa kimya muda mrefu, wadau wanasema Kisugu mbona uongei. Nilikuwa na mtega Steve Beka, kweli ni kocha ambaye anayetosha kuja kuifundisha Simba. Lazima niwaambie wana Simba, Steven Beka anatosha. Umejiridhisha na nini Kisugu? Moja, kabla ya CV zake, angalia namna ambavyo alivyoandaa timu yake kuja kuitumikia Simba Sports. Unapozungumzia Steven Beka unakwenda kuzungumzia kocha mkuu. Amekuja na mkocha msaidizi, amekuja na fitness coach, amekuja na coach goalkeeping, amekuja na video analysis. Hii ndio system ya timu kubwa zinavyokuwa, mwalimu mkubwa anavyokuwa. Mimi marehemu babu yangu Suleiman Mikoi alikuwa akisafiri, huwa anapenda yeye kukaa nyuma, bibi kumweka mbele, alafu wajukuu tunakaa katikati, timu inakuwa imefanyaje? Imekamilika. Steven Beka namna ambavyo alivyokuja full na namna alivyofanya mazoezi yake jana, watu wengi wanalaumu Kisugu unapenda kutoa matumaini. Ndio sifa ya mwanadamu mwenye akili timamu, lazima uishi kwa nini? Kwa matumaini. Tunaamini kwa namna ambavyo Steve Beka alivyokuja kule alikotokea, namna ambavyo alivyofanya na ujaji wa Simba, namna ambavyo alivyokuja kwenye timu yake. Wallahi na hapa mbele ya vyombo vya habari leo saa moja, Simba anakwenda kufanikiwa ligi ya NBC, Simba anakwenda kufanikiwa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Inawezekana. Inawezekana. Lakini moja, ili afanikiwe Steven Beka anahitaji support kutoka kwetu sisi mashabiki, sisi wanachama, sisi wapenzi, sisi watu wa mpira. Ili mwalimu aweze kufanya vizuri, maana yake lazima apate support kutoka wapi? Chini. Niseme lugha moja, ni tata, lakini leo nitaisema. Lugha gani hiyo Kisugu? Simba miaka 2-3 tuna vita kubwa yenyewe kwa wenyewe. Vita ya wenyewe kwa wenyewe. Ikiwa na maana gani? Kuna watu walishika silaha mkononi kwenda kupiga wenzi wao ili kuamini kwamba wenzi wao waendi kufanikiwa. Simba si ya mtu, Simba ni taasisi. Tunaenda na hilo. Simba ikiharibikiwa haribikiwi mtu. Taasisi ya Simba inakwenda kufanyaje? Kuharibikiwa. Kila mwana Simba aliyeamini anakaa na kuomba vibaya Simba isifanikiwe, aweke silaha chini, amwambie Mwenyezi Mungu tunahitaji mwaka huu kuiona Simba inafanikiwa. Wazee wetu hawa waliunga slogan wakasema Simba nguvu moja, walikuwa na maana kubwa. Maana yangu ili Steven Beka afanikiwe, nyajopo lake la technical bench, wana Simba tuweke silaha chini, tuisupport team. Mwe kitu kimoja. Wale majasusi wote wakae kando. Jana baada ya kula ugali wangu usiku, na moja
Mama watoto Salma Saidi Nyakazenga ndio mke wangu. Salma Saidi Nyakazenga. Huwa na kawaida kujua leo nimfurahishe mume wangu nini yale. Basi alinipikia mabamia akachanganya nyanya chungu. Alafu akanitengenezea dona na nguru wa kuchoma. Lakini wakati dona ile nashuka na mabamia, nikachukua klipu nikaangalia namna ambavyo Steven Becker anafanya mazoezi na vijana. Wallahi nimeiona finali ya klabu bingwa barani Afrika. Mapema sana Kisugu. Hayo ni mazoezi. Nyeupe. Alafu nikacheka sana. Nyakazenga akanambia kwenye simu message gani imeingia mpaka icheke. Nikamwambia mke wangu usipate tabu, angalia Steven Becker. Akamwambia nani? Nikamwambia huyu kocha mpya wa Simba na jopo lake. Balaa limeonekana mazoezi. Kuna ngoma moja alichukua ikakontrol akaiweka hapa chini, akaikanyaga afu akawa anatingisha mguu, akawa ananikumbusha mtu mmoja kutoka Nigeria anaitwa JJ Okocha. JJ Okocha. Umeenda mbali sana Kisugu. Sio mbali. Nimefananisha kitu ambacho anachofanya Steven Becker jana mazoezini ndio kitu ambacho alikuwa anafanya. JJ Okocha kafanya mambo duniani wachezaji wawili tu wamefanya. Ukimwacha Okocha Zidane watatu Becker, kocha wa Simba. Chana wawili? Hebu rudia vizuri hapo. Hajawahi kufanya Ronaldinho, hajawahi kufanya yule ndugu yangu Alan Shearer, wala hajawahi kufanya ndugu yangu nani yule Moranzi, ndio nampenda sana mimi. Wamefanya wawili tu. Zinedine Zidane amefanya na JJ Okocha. Jana. Nusura ndoa yangu ivunjike, matoto akajua kuna message ikaingia mule. Imenifurahisha, lakini nikamuonyesha vitu vya Steven Becker. Niwaombe sana wana Simba. Tuweke silaha chini. Tuipambanie taasisi ya Simba. Na mimi naamini Simba wakikubaliana kuipambania taasisi yao, wakaweka silaha chini, hakuna klabu yoyote katika bara la Afrika itakayotusumbua. Haipo. Kikubwa ni ile nguvu moja. 2023 nisikilize. Hapa kuna historia watu hawaijui. Tupe historia. Simba anakwenda kumfunga Zamalek ya Misri 23 wakati huo kocha Sianga. Watu wote walikuwa wanajua sio kocha Sianga. Kwenye makaratasi alikuwa anaonekana Sianga, lakini kwenye uasilia kulikuwa mtu mmoja anaitwa Twalibu Hilali. Nani anakataa? Nani anakataa? Lakini kina Twalibu Hilali na kina Sianga walikwenda kufanikiwa kwa sababu Simba lilikuwa moja, tukasema tunakwenda kumfunga Zamalek ya Misri. Hiyo anakufa kwao. Simba wakikubaliana katika surati al-Fatiha bale, Mwenyezi Mungu anasema shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu iliyonyaje, iliyonyoka. Sikilize. Mkifuatana kwenye kamba iliyonyoka, kwa maana mkishikamana mwezi kufanyaje? Kufeli. Lakini maneno hayo sio Muhammad tukaongea. Yesu kaongea, anasema mimi ndimi njia ya uzima wa kweli. Huwezi kwenda kwa Baba, maana yake lazima muwe na umoja, upite katika njia iliyonyaje, iliyonyoka. Simba lazima turudi kwenye slogan ya nguvu moja, tuwe mabingwa katika bara la Afrika. Hicho ndio kile kikubwa cha Simba. Mikoa hii tukija hapa tumeshuhudia tayari, umesema hapo kocha mkuu amekuja na benchi zima la ufundi, mambo mapya kabisa. Pia anakuja video analyst yuko pale, amekuja na kocha wa magolikipa, lakini bado tunaelekea dirisha dogo ambapo kwa taarifa iliyopo kombe ama michuano ya kombe la Mapinduzi anaenda kuitumia zaidi kuweza kuona ni wapi panavuja Simba ili aweze kurekebisha. Ni wasaa mzuri amekuja Steven Becker. Kipindi hapa tunajua kuna mapumziko kidogo. Nikueleze jambo moja dogo. Steven Becker mpaka anafika Tanzania anaijua vizuri Simba na amefanya analysis kubwa kwenye ligi ya NBC. Anajua wapinzani wa Simba wote namna ambavyo walivyo. Siamini kama mashindano ya Mapinduzi inaweza kuwa kipimo kwake kwenda kuitengeneza Simba. Siamini. Lakini shida yako kubwa Salome, najua ulikojifichia, funguka. Swala la usajili Simba tumwachia Steven Becker. Yeye ndo mwenye maamuzi ya kujua nani atoke, nani aingie. Sio, unaelewa vizuri? Na hivi sasa niwaambie waandishi wa habari, Simba watanisamee. Kabla mashindano ya Mapinduzi, kabla Steven Becker hajafika, tayari Steven Becker ameshatoa mikakati yake mikubwa kwenye Simba, nini kifanyike, nani atoke, nani aingie. Kazi ishakamilika. Imekamilika. Na naamini, na niwaambie watu wa Simba wasio na wasiwasi, maboresho kwenye Simba yapo. Yapo. Maboresho kwenye Simba yapo. Tunakwenda kufanya maboresho ya faida. Najua
Kuna watu wataumia au kuna watu tutaumia kwa sababu kuna vipenzi vyetu vitapumzika. Hii siri hata kunipa milioni sisemi Salome, usidanganye kuuliza swali. Vipenzi vinapumzika. Unazungumzia kina nani hao? Wapo vipenzi vyetu ambaye tukilala tukiamka ndani ya mioyo yetu tunafanyaje? Kumbuka. Lakini Steven Becker atakuwa anasema bwana, wewe sikiliza kidogo, tupishe ili Simba akacheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Tuwe wavumilivu. Tuwe wavumilivu. Ukija kwenye hili swala la maboresho, eneo ambalo linawasumbua sasa hivi Simba ni eneo la goalkeeping, ambao tunashuhudia magolikipa wenu nambari 1 na nambari 2 sasa hivi wote wana majeruhi. Kisugu unaizungumziaje? Na wanatajwa golikipa kama Yona Amos kutoka Pamba Jiji kwamba anahusishwa kujiunga na Simba ili kwenda kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Kwanza hili swali nikiulizwa naumia sana. Kuna namna ambavyo goalkeeping zetu wote ambao tunategemea wamepata majeraha. Lakini lazima tukubali hii hali kwa sababu hata kimani kuna jambo nasema khairi minallah, shari minallah. Kila jambo Mwenyezi Mungu analisimamia, leo la khairi na leo la shari. Na leo hii ukisema hivi watu wengi wanashangaa. Kabla sijarudi sijajibu swali lako nitolee mfano tu. Ikatokea bahati mbaya ukachapuka, Mungu anahusika, kuna mtu anamtuma anaenda kaandike dhambi zake hiyo. Hakuachi. Kwa hiyo goalkeeper wetu tunajua goalkeeper namba 1 Kamara anaumwa. Ana injury. Kwa bahati mbaya goalkeeper namba 2 tunayemtegemea Yakub naye anaumwa. Jana nilikuwa nafanya research kupata mawasiliano kutoka kwa Morocco. Bahati nzuri nikaongea na watu wa karibu wakanithibitishia inawezekana wiki 2 mpaka 3 Ayubu akawa nje ya nini? Mashabiki wanajua. Technical bench linajua. Management inajua. Tuache Steven Becker afanye kazi yake. Ninachokiamini. Kwanza magolikipa tuliokuwa nao kwangu ni bora. Na ndio maana wakasajiliwa Simba kwa ubora wao. Steven Becker naamini kwamba ataendelea kuwa nao, akiamini kwamba kuna na sababu ya kuongeza watu wengine watafanyaje? Wataongeza. Na ndio maana nilisema tuwe wavumilivu. Tuwe na subira. Inawezekana. Tunao wapenda wakatupisha. Kisugu, ukizungumzia hivi kwenye dirisha dogo la usajili, kama mmedhamiria kufanya ubaya yote kuboresha kikosi chenu, lakini kwa upande wa watani zenu pia na wenyewe wanataka kufanya ubaya. Umekutana majina ya kina Musa Bala Conte, Celestine Ekua, mengi, takribani wachezaji 4 wa kimataifa ambao walisajiliwa dirisha kubwa la usajili. Wote panga linawapitia. Wengine wanapelekwa pale Singida Black Stars na wao Young Africans wanachukua wachezaji kutoka pale Singida. Kwanza siamini kuna timu inaitwa Singida kwenye ligi NBC. Uamini kuna timu inaitwa Singida kwenye ligi NBC? Kuna timu inaitwa Singida Black Stars. Ninachokiamini mimi, kuna Dar es Salaam Young Africans A na kuna Yanga B ambao nyinyi ndio mnaita Singida Black Star. Sports Point anajua mdogo wangu hii. Hata kusema tu. Ukiwa una maana gani hapo? Umenichanganya. Wale Singida Black Star lile jina la utani, lakini jina lao la halisi ni Yanga B, na ndio maana Yanga wana uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo Singida Black Star. Na leo mimi nilitegemea waandishi wa habari mtasimama kwenye msimamo. Nimeamini kuna mtu mmoja aliwahi kunambia, moja katika watu wanaochangia football ya nchi kutokwenda, waandishi wa habari Salome, lakini haumo katika hao. Sikiliza wewe Salome. Uko sawa. Leo mimi nakutumeni na kupeni homework juu ya wale wachezaji wawili. Nyinyi mnasema na wote wachezaji wale umewataja wanaonekana ni wachezaji wa kimataifa, ndivyo sivyo? Nendeni mkafanye research, kuna wachezaji wamesajiliwa kama Mtanzania mule. Wewe unajua? Wamesajiliwa kama Mtanzania. Akiwa na uraia wa Tanzania au ni nini? Nendeni mkafanye kazi, alafu nisema nawapa homework. Msinichokoze Salome, nikasema. Kisugu, kwani utaratibu yuko rafiki yangu mmoja anaitwa Alfat Saidi, makamu wa Dar es Salaam Young Africans, Alfat Haji. Siku moja aliwahi kuandika kwenye peji yake, ukiona maji yametulia usifanyeje? Usiyatibue. Usinitibue Salome, niache. Ninyi waandishi habari mna shida. Ile hali iliyotokea sasa hivi ingekuwa Simba mnasema kuna mchezaji mule wa Tanzania wengi wanajua kasajiliwa kama mchezaji wa nje. Sio kweli, amesajiliwa kama Mtanzania. Wewe unajua? Kwa hiyo tutashuhudia idadi ya wachezaji wa kigeni imezidi, lakini ndani amewekwa kama Mtanzania. Kafanyeni research waandishi wa habari, mmekuwa wavivu, nendeni mkachimbe. Wewe unasema kwa mujibu wa maelezo ninyi waandishi wa habari. Jana ndio mmetoa kwenye posti zenu. Yanga wamechukua wachezaji wawili kutoka wapi? Kutoka Singida Black. Wataje majina.
Kuna maarufu Chekei anatajwa mule. Chekei mtu wa wapi? Ndani nje? Nje. Huyo mwingine? Mwingine gani nifuatilie vizuri? Kamara, ndani nje? Nje. Nenda kafuatilia kwenye wachezaji wao wawili. Kuna mmoja. Kama mmoja hajasajiliwa kama mchezaji Mtanzania kwa maana ya mzawa, njoo kate masikio. Kwa Kisugu. Hizi taarifa semeni. Nyinyi waandishi wa habari mmesababisha uongozi wa Simba utukanwe. Injinia Heri Saidi, mimi namtaja kwa sababu namweza. Simuogopi, mimi rafiki yangu. Yule kanizidi kwa pesa tu, lakini kwenye elimu inawezekana tukawa tunapambana. Ndio. Kwa Kisugu. Nije na vyeti kesho. Umenyanyua mapanga juu. Nije na vyeti kesho. Nije. Njoo navyo. Wakati anakwenda kumtambulisha yule Kamara nani Conte. Conte mnaita? Conte. Musa Bala Conte. Nyinyi waandishi wa habari mlisababisha viongozi wa Simba kutukanwa. Kwa sababu ilisemekana mlikuwa mnasema Simba kapigwa bao, bonge la mchezaji, midfield ajabu. Leo anakwenda kwa mkopo, hana thamani hata embe dodo lilotoka Kisiju inauzwa. Yeye amekwenda kwa mkopo na habari hiyo. Mnasema Sport Point mnasema kanunuliwa tu bilioni 0.5 mnasema. Lakini ana hadhi hiyo, ana sifa hiyo. Na mimi nategemea leo Salome, fanyeni research kwa watu wote waliotukana viongozi wa Simba juu ya mchezaji yule Bala Conte. Nendeni wakaombe radhi viongozi wa Simba. Lakini huenda pia ngoja Salome, hiyo kazi nakupenda. Na mimi nasema huu mwaka naingia kivingine. Kama mjaenda na wale watu wenu kwenda kuomba radhi viongozi waliotukana katika hilo, tusitafutane. Hasa wewe Sport Point nakwambia, kwa sababu nakuweza. Haijawahi kutokea kwenye bara la Afrika viongozi wanaowajua quality players kama Simba. Yuko wapi? Mchezaji katambulishwa kwenye draft. Huyu. Wewe si ndio unaandika wewe? Simba yapigwa bao, wewe. Habari inasemekana mchabadilisha maneno yenu. Yule kizuruda kishatamta Hansi Lafairi. Nini alikiandika? Mmemsema. Mwambieni Hansi asijifiche mvua kwenye ganda la mua, tunamuona tutamwambia. Asijifiche? Mvua kwenye ganda la mua. Lakini Kisugu inatokea. Hakuna cha lakini Salome mkaseme. Tutasema, lakini pia sajili huwa. Sasa kama tutasema, simama hapa mbele ya kamera, waambie kwamba Yanga mlisajili bomu sio mchezaji yule. Walisajili? Semeni. Upepo tu umeenda vibaya. Takwimu zake. Kazi ilikuwa nyingi Takwimu zake si unajua zilikuwa bora. Waandishi wa habari ole wenu waandishi wa habari na mafarisayo, maneno amezungumza Mwenyezi Mungu kuliko kabla kuleta wanadamu kwenye dunia. Hawa ndio waandishi tuliokuwa nao. Hivi Salome umo? Lakini pia ndugu zanguni, kuna muda lazima tuwe serious. Nawapenda sana waandishi wa habari. Tumeanza mwaka vizuri na na imani tutamaliza mwaka vizuri. Lakini baadhi yenu waandishi wa habari mlitumika vibaya kwenda kuibomoa Simba kwa maneno yenu. Badilikeni. Kwanza kuna Al-Badili linawatafuta. Mbona Salome umestuka kidogo? Kwanza kuna Al-Badili linawatafuta. Lakini pili Kisugu anatengeneza pinsu baadhi yenu kuwachukieni. Mmetengeneza propaganda miaka miwili iliyopita kugombanisha kati ya Simba na uongozi wake. Mwaka unakwenda kugeuka, tubadilike. Leo Simba ikiwa imara, taifa linakwenda kuwa imara. Leo Yanga ikiwa imara, taifa linakwenda kuwa imara. Leo Azam ikienda kuwa imara, taifa linakwenda kuwa imara. Black Star AK Yanga B ikiwa imara, taifa linakwenda kuwa imara. Na Young Africans ikiwa imara. Nimesema Salome alikuwa wapi? Mbona? Anataka niitaje Yanga eti? Tuhamia upande wa pili baada ya kutoka hapa. Twende kwenye timu ya taifa ya Tanzania.
amefaa, tunaweza tukasema hivyo. Hapo jana licha kwamba tumeenda kama best loser, lakini tumeweka historia nzuri kabisa kama timu ya taifa ya Tanzania kwenda hatua ya 16 bora. Tuambie feeling yako baada ya kushuhudia Taifa Stars ikienda hatua ya 16 bora. Katika maisha yangu sijawahi kupata furaha kana kwamba fulani ipata jana baada ya mechi kuisha. Kuona taifa hili tukiwa tunatengeneza historia ya kwanza, na mimi nikiwa hai, nikiwa nashuhudia kwa macho yangu, na wajukuu wawili, mmoja ameshaanza shule anajitambua, lakini si sana, mmoja hajaanza. Lakini timu pinde endapo atakapoanza kujitambua, nitawapa historia kwa mara ya kwanza nchi hii kwenye mashindano makubwa katika bara la Afrika inakwenda qualify katika 16 bora. Nami nilikuwa shuhuda kushuhudia kupitia macho yangu. Ulishuhudia jambo. Ni jambo jema. Ni jambo la kihistoria. Ni jambo ambalo tunapaswa tujipongeze kila Mtanzania aliyeshiriki kwenye dua na sara. Na imani kuna watu wengine hawapendi hili. Ndani ya nyuso zao ukiziona zina furaha, lakini ndani ya mioyo yao ukiona wanaumia. Tunalikosea taifa hili. Walisema mikeka yao ilichanwa na Stars. Wa Tanzania. Unakuja kulichukia taifa na kuomba mabaya kwa sababu umekwenda umebashiri 2000 yako umeliwa. Nichukue nafasi kwa moyo mkunjufu la kipekee niwapongeze sana wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Nipongeze sana technical bench. Niwapongeze sana Watanzania kwa pamoja waliosimama kwenye dua na sara. Lakini si kwa pekee wala si kwa umuhimu mkubwa. Nimpongeze sana DC wa Ilala Mheshimiwa Mpogoro. Nilimuona jana amefanya kitu ambacho mimi naamini kila DC anastahili kuiga katika kile ambacho alichokifanya. Kwa sababu tukiamini Salome, huko tunakokwenda kuna mechi ngumu. Kuna mechi ngumu kwa mara 3. Tunakwenda kucheza na Morocco. Maana yake unapotaja Morocco kwanza unaenda kutaja moja ndiyo nchi ambayo iliandaa mashindano, tunakwenda kucheza na mwenyeji. Lakini la pili, usiwaangalie wenyeji tu. Nenda kawaangalie tunakwenda kucheza taifa moja katika mataifa bora katika football katika bara la Afrika, Morocco. Lakini achana na hayo mawili, la tatu tunakwenda kucheza na timu ambayo 98% wachezaji wake wanatoka nje ya wapi? Ya Morocco. Maana yake tunakwenda kucheza mechi chini ya jua. Hakuna kinachoshindikana. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Na leo ukichukua karatasi lako, ukila ukishiba, ukipiga mahesabu, unaweza ukaiona nje ya ndani ya makaratasi kwamba Tanzania tena haimo tarehe 4 kwenye makaratasi. Lakini mimi naamini mpira unakwenda kuamuliwa na pichi dakika 90. Atakayekwenda kucheza vizuri ndani ya dakika 90 ndio atakayekuwa anapata nini? Matokeo. Maajabu yaliwahi kufanywa na Ivory Coast. Alienda kama best loser na akachukua kombe. Tanzania inawezekana? Na ndio maana nikasema Salome, chini ya jua hakuna kinachoshindikana. 1993 hiyo 2023 Ivory Coast. Moja katika watu walioshuhudia maajabu yale, mimi nilikuwepo pale Ivory Coast. Hakuna mtu aliyetegemea kwamba Ivory Coast angeweza kutoboa, lakini ametoka kwenye best loser Ivory Coast amekwenda kuwa bingwa wa Afrika. Ili tuweze kufanikiwa Tanzania baada ya kusimama kwenye moja, tupeleke salamu kwa wanajeshi wetu ambao wanakwenda kutupambania. Fahamu alichofanya Mpogoro kwa kusanya Watanzania wana Dar es Salaam kukaa sehemu moja kushangilia, afanye kila mkuu wa wilaya katika wilaya yake katika wilaya zote Tanzania, ili wachezaji wajue kwamba Watanzania wako nyuma yetu na wanaendelea kutupa support, watakwenda kupambana na tutapata matokeo. Taifa Stars chini. Ziko lugha zimeanza kusemwa. Niseme ni zilani. Lugha za aina gani? Jana wakati listi inatoka kuna watu walibadilika kwenye magrupu. Sehemu zote mbili lazima niseme na tabia ikome. Tuikomeshe. Wako baadhi ya mashabiki wa Yanga baada ya kuona listi wakasema hii ndio timu yetu ya taifa. Na wako mashabiki wa Simba wakasema hapana, hii sio timu yetu kwa sababu mchezaji wa Simba hayupo. Hii tabia tuilani na tuikatae. Leo
asubuhi nimeamka nimekaa sehemu siwataji watu. Mmoja anasema mmeona Yanga imepambana tumepata ushindi. Mwingine akamjibu akasema so Yanga imeanza dakika 45 imefungwa. Baada ya mchezaji wa Simba kuingia kipindi cha pili ndio imeshinda, kwa maana imeshinda Simba, Yanga ilifungwa. Hii tabia tunalaani ikome. Kwamba Simba imeshinda, Yanga ilifungwa. Yes. Hao ni Watanzania. Yes. Hao ni Watanzania. Ni waombe sana Watanzania, ile timu ya taifa ya kwetu sote. 2017-18 kama kumbukumbu itakaa sawa, kocha Mzilai, timu inakwenda kuchukua challenge Kenya, wachezaji 13 wote walikuwa Simba Sports. Nani anabisha? Tunakwenda kuchukua challenge, tunalileta hapa kuchukua Kenya, tunaleta Tanzania. Halikuletwa hapa na timu ya Simba, ililetwa na timu ya taifa. Hatupaswi kuna baadhi ya vitu kuvipa line kupita katika hiyo njia, tutakwenda kubomoa katika timu yetu ya taifa. Tumalize na hili Mikoa Kisugu kwenye timu ya taifa, Miguel Gamondi ambao watu baadhi yao walimnyoshia vidole kwamba hatoshi kwenye timu ya taifa ya Tanzania, anaipeleka timu ya taifa ya Tanzania hatua ya 16 bora. Mzungumzie kidogo toka amekichukua kikosi cha Taifa Stars. Kwanza nimpongeze, ndio mwalimu ambaye amekuja kuweka rekodi kwenye taifa la Jamhuri ya Muungano. Katika hatua hii tuliyofika, nieleweke vizuri, toka tumeanza kucheza mpira 1965 ligi yetu inaanza 1967 sheria za BMT zinaanza kufanya kazi. Nisikilize vizuri, ligi hii inaanza kwenye nchi 65, sheria za BMT baraza la michezo zilianza kufanya nini? Kufanya kazi. Zimeanza kuja kufanya kazi 60 na ngapi? Na 7. Hatujafika katika level ambayo sasa hivi tumefika. Iwe kwa pointi moja, iwe kwa best loser, yeye ndo anastahili kupongezwa katika hicho ambacho tulichokifanya. Nizungumze lugha moja nyepesi tu nimalize. Anayemtambulisha mtoto kwa mama yake ni Mungu. Kiona maana gani? Mbona haraka? Funga mic wende. Anayemtambulisha mtoto kwamba huyu ni mama yako ni nani? Mungu. Lakini anayemtambulisha mtoto huyu ni baba yako ni mama. Fafanulia. Leo Salome Mungu akakujalia muda si mrefu na dalili nimeshaziona. Dalili za nini? Najua mimi. Ukapata kitoto cha kiume kitakachokuja kuchezea Simba Sports. Wewe baba yake akirudi utamwambia baba yako amerudi, nenda. Yaani unamjulisha mtoto kwamba huyu ndo nani? Aliyemjulisha mtoto kwamba huyu ni mama yako ni nani? Mwenyezi Mungu. Maana yake mama yako akitamka huyu Kisugu ndio baba yako, basi piga makofi, jua huyu ndio baba. Kocha wa taifa hili wenye mamlaka ya mpira umeshatuambia Miguel Gamondi. Umetaka ndio hivyo, ukutaka. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Asante.